بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حمد الله تبارك وتعالى يكم تكزيادة الصلاة متمد محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea darasa yetu katika kitabu cha Sharh Usul Thalatha, na leo tunakuja katika dalili dhabhu, lakini jana tumalizia ya 4 rabia istighatha. Katika istighatha tusoma jana tukamalizia 4 tukasema yani sababi hayyin ghayr qadirin, yani kumtaka msaada wa hai mtu ambaye hawezi, lakini min ghairi an ya'taqida annahu lahu quwwatu khifiyya, basi kuitakidi kwamba yeye ana nguvu za kisiri. Mithlu an yastaghitha, mfano vile kutaka mtu, tukasema mfano kutaka msaada al-ghariq, mtu alozama, birajulin mashlulun, kwa mtu ambaye mlegevu wa viungo, ana maradhi ya viungo, ya viungo wake vimelegea kama mgonjwa wa kupoza manake. Ndio sasa hadha lahu wasukhuriya biman istaghatha, hii inakuwa ni mchezo na kumfanyia maskhara yule ambaye aliyomtaka msaada bihi wake, kumfanyia msaada wa kumwokoa, kwa sababu anajua kwamba hawezi, kwa hiyo anamfanyia maskhara na anafanya mchezo. Fi man'i minhu lihadhihi al-illa, katika kuzuia yeye kutokana na yeye hii ila alikuwa nayo ya ugezo viungo, kama anamfanyia maskhara. Wal illatu ukhra, na ila nyingine wahiya al-ghariq, nayo ni kuzama. Maana yake akimpeleka yule siwezi kumwokoa, anaweza akazama yeye. Wa rubbama ikhtarra bidhalika ghayrahu, tukasema na huenda kwa kufanya hivyo akawahadaa wengine, watawahama, wakatuhumu anna lihadha almashlul, kwa huyu mtu ambaye alikuwa na upozaji wa viungo, ana quwwatin khifiyya, ana nguvu za kisiri kabisa zilizojificha, ambazo yankidhu biha mina shida, ambaye anaweza kumuokoa kwa nguvu hizo za kisiri yule mwenye shida. Hata hana nguvu za kutumia, lakini ana nguvu za kisiri, manake kama za kimiujiza anaweza kufanya hivyo. Tukasema hii ni mbaya zaidi. Na leo tunasoma katika darasa hii ambayo anasema wadalilu dhabhi, na njia ya dalili ya kuchinja, kwamba kuchinja ni jambo la ibada. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, Allah aliyokuwa juu pale aliposema qul, sema inna salati, hakika sala zangu mimi, wa nusuki, na kuchinja kwangu. Nusuki manake ay dhabhi lilhayawanati, kuchinja kwangu kuchinja wanyama, wa mahya wa mamati, na kushika kwangu hai na kufa kwangu, vyote hivyo lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah bwana wa ulimwengu wote. Kwa hiyo ni dalili kuonesha kuchinja, unataka kuchinja kwa sababu ya Allah. Wa fi wa minas sunna, na katika sunna vile vile suratul an'am aya 162 mpaka 163. Wa minas sunna, na katika sunna alimesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani mtu yote atakayechinja pasipo kumkusudia Allah katika kuchinja kwake kule, kwa kitu kingine, ima kwa kaburi, ima kwa shetani, ima kwa mapanga watu wanapochinja, basi huyo amelaaniwa. Na laanu maana yake ni matrudum, mtu mal'un matrudu min rahmatillah, ni mtu mwenye kufukuzwa katika rehema za Allah, hazipati tena. Hii hadithi akhrajahu Muslim, amesimulia Imam Muslim katika rakamu 1978. Sharh anasema Sheikh Uthaymeen, qawluhu adhabhu ay izhaqu ruhi, ni kuitoa roho, biiraqati dami, kwa kumwaga damu, ala wajhi makhsus, lakini kwa njia makhsus kabisa, kufanya hivyo kwa njia makhsus. Wa yaqau ala wujuhin, na inatokezea vile vile kwa njia nyingi. Al-awwal, ya mwanzo, an yaqa'a ibadatan, ni kutoka kitendo hichi kuwa ni ibada, bi an yaqsida bihi ta'dhiman al-madhbuh lahu, akusudie kuwa kitukuza kile kilichokuchinjwa kile, watadhalluli lahu, yani kumtukuza yule ambaye anayechinja kwa sababu yake, yani Allah manake, watadhalluli lahu, na kudhalilika, kuwa unadhalilika kwake yeye, kwa kufanya vile unajidhalilisha kwake yeye Allah, wataqarrubu ilayhi, na kujikurubisha kwake yeye Allah. Fahadha la yakunu, basi hii itakuwa haiwi illa lillahi, isipokuwa hii itakuwa ni kwa ajili ya Allah tu. Yani kama wewe utakuwa udhabihi kwa ajili yake yeye, na unadhalilika kwa sababu yake yeye, na unajikurubisha kwake yeye, basi hii fahadha la yakunu illa lillahi, hii haiwi isipokuwa kwa lillahi ta'ala, kwa Allah ambaye yuko juu. Kwake yeye ndio unatakiwa wewe uchinje kwa sababu yake yeye, udhalilike kwa sababu yake yeye, ujikurubishe kwake yeye.
ala alwajhi alladhi shara'ahu Allah, tena kwa namna ile ambayo Allah ameweka sheria Allah Ta'ala, Allah aliyekuwa juu. Wasarrafuhu, na kuisarifisha huu uchinjaji li ghairi Allah, kwa siku wa Allah. Yani uko unachinja kwa kusudia kitu kingine kisicho kwa Allah, ima sheitani, jini, ima kaburi, maiti fulani kwenye kaburi lake unakusudia hivyo, basi anasema hiyo ni shirkun akbar, shirki kubwa. Wa dalilu huna, dalili kwamba hii ni shirki, ma dhakarahu Sheikh, ni ile ambayo aliyotaja Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, wa huwa qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake ta Allah aliposema inna salati wa nusuki, haika swala zangu na kuchinja kwangu, wa mahayaya wa mamati, na kuwa hai kwangu na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, hivyo vyote ni kwa ajili ya Allah tu, la sharika lahu, hana mshirika yeye. Hii ni dalili kwamba utachinja wewe basi kwa kumkusudia Allah, basi utakuwa unafanya shirki. Hiyo ni shirki, kwa sababu uchinja unatakiwa uchinje kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala, tadhallul lahu wa taqarrubu ilayhi, yani kwa kudhalilika kwake yeye na kwa sababu ya kujikurubisha kwake yeye, kutafuta rehema zake na fadhila zake na thawabu kutoka kwake Allah tabaraka wa taala. Athani, namna ya pili ya ghadhabu ya kuchinja, an yaqa ikraman lidhaifi, achinje kwa sababu ya kumkirimu mgeni, au walima, au kwa sababu ya walima, liarsi, kwa sababu ya harusi, liarusi, kwa sababu ya harusi, au nahwu dhalika, au mfano wa hivyo. Fahadha maamurun bihi, basi hili jambo limeamrishwa kufanya hivyo, imma wujuban, imma kwa wajibu, wa imma istihbaban, na imma kwa sunna tu, kupendezeshwa kufanya hivyo. Ni kauli sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, yule ambaye aliyekuwa anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho hivyo ipo, basi amkirimu mgeni wake. Kwa hiyo ukichinja kwa sababu ya mgeni, wewe unafanya kufuata hii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umemwezesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, li Abdurrahman ibn Auf, kumwambia Abdurrahman ibn Auf kama alipooa, alimwambia aulim walau bishah, lisha chakula hata kama mbuzi mmoja, tuwachinjie watu waje kula walima baada mushaoa. Hii hadithi akhrajahu al-Bukhari, amesimulia Bukhari katika rakamu 2049 na Muslim katika rakamu 1427. Kwa hiyo namna ya pili ambayo ya kuchinja. Namna ya tatu, thalith, namna ya tatu, an yaqa ala wajhi at-tamattu'un, ni kutuka hichi kitendo cha kuchinja kwa njia ya tamattu tu, kujisarehesha, bil akli au atijara, au kwa sababu ya kuuza bihi, wa nahwu dhalika, na mfano wa hivyo. Fahadha min qismi almubah fi al-asli, basi hii ni katika njia ambayo imeruhusiwa vile vile katika asli. Fihi ibahatun, ndani yake kuna uruhusa imetoka kufanya hivyo, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah ta'ala, alam yarau anna khalaqna lahum, je hawaoni hawa binadamu viumbe hawa, anna khalaqna lahum, kwamba sisi tumewaumbia wao, mimma amilat aidina, kwa vile ambavyo vimetengeneza kwa mikono yetu sisi, yani mikono yake mwenye Allah, an'aman, wanyama, fahum lahu malikun laha malikun, basi wao kwa wanyama hao ni wenye kuwamiliki, wanawamiliki, lakini Allah kawaumba mwenyewe kwa mikono yake. Wadhallalnaha lahum, na tukawadhalilisha kwa wao hao wanyama, faminha rukubuhum, basi wapo miongoni wao wana vipando vyao wanapanda wao, wa minha yakulun, na miongoni mwa hao wanakula. Surati Yasin aya 71 mpaka 72. Wa qad yakunu matluban, na wakati mwingine inakuwa ni jambo lenye kutakiwa kufanya hivyo, au manhiyan, au jambo lenye kukatazwa anhu kufanya hivyo, hasba ma yakunu wasilatun lahu, kwa vile namna ambavyo inapokuwa mtu anachinja kwa sababu gani ya kuchinja kule. Inawezekana ikawa jambo linatakiwa kisheria ufanye vile, jambo jingine au pengine linakatazwa, haliruhusiwi. Hii itakuja kwa namna ambavyo mwenyewe yule wasila, ule njia ambayo yule mwenye kutaka kufanya anafanya kwa njia gani, kwa ajili gani. Wadalilu, hapana, hadha darasa yetu insha Allah taala itaishia hapa. Hii tumeangalia dalilu dhabhi, dalili ya kuchinja kwa maana jambo la ibada, na tumetaja namna za kuchinja ziko tatu. Namna ya kwanza kwa ajili, tukasema ni kuchinja kwa sababu ya kumwaga damu kwa njia mahususi, tukasema hii ni njia ambayo inatuka kwa
kumtukuza yule ambaye unamchinjia, kudhalilika kwake na kujikurubisha kwake, kusema kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Na dalili tukaitaja na njia ya pili kuwakirimu wageni au kwa sababu ya walima au kwa sababu ya harusi na mfano wa hivi, jambo ambalo limeamrishwa na limeruhusiwa kufanya hivyo. Hima itakuja kwa wajibu la tatu, inatoka kwa sababu njia ya kujistarehesha tu, unachinja mnyama kwa sababu upate kula na kuuza na mfano wa mambo kama hayo. Hii ni katika njia vile vile ilo ruhusiwa katika asili yake, ndani yake kuna ruhusa kufanya hivyo. Njia ilokataza kuchinja kwa sababu kusudia Allah, kusudia vitu vingine, hii itakuwa imekataza, ni mamnuu na ni haram na inaingia katika shirki kama tulivyosema, shirkul akbar. Kuisarifisha hii amali ya kuchinja ukampelekea mtu mwingine ukadhalilika kwake yeye, kujikurubisha kwake yeye kwa jini na wewe kama tulivyosema, hii itakuwa ni shirkul akbar, wala haitojuzu kufanya hivyo. Insha Allah taala darasa hili tuishia hapa, tutakuja kuangalia katika darasa ijayo dalilun nadhiri insha Allah taala, ambapo nikitaka kuingia hapo iko, lakini darasa nyingine hiyo mahsus nikalirefusha bure tu hii. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.